Na mtoto huyu tunayemuona ana haki ya kuwatambua wazazi wake, akiwa baba, akiwa mama, lakini changamoto na kasumba wanayojitokeza hapa, unakuta kwa bahati mbaya, nimezungumzia masuala baba ametelekeza familia, mama kwa hasira anashindwa kufika kwa mtendaji, anashindwa kufika ofisi ya ustawi wa jamii, yeye moja kwa moja anakaa tu na lile swala, na mtoto anapokuwa anamwambia wewe mtoto huna baba, mimi ndo baba yako, mimi ndo mama yako, ingali baba yupo. Yani hauwezi ukatoa uhalali wa baba hata kama ni mlevi kiasi gani, labda hata kama hajielewi, lakini still bado atabakia kuwa baba, anapaswa apate haki yake. Sasa namna bora ya kuweza kuitafsiri sheria, wamama mnashindwa kufika ili tuweze kuwasaidia, ni changamoto kubwa hiyo, kumwambia mtoto kwamba huyu mtoto wewe baba yako hayupo, mimi ndo baba. Baadaye itafika kipindi ule mtoto atakusumbua tu. Tumeelewana hapo? Tumeelewana watu wa Mungu? Ukatili wa kijinsia katika halmashauri yetu hii ya mji wa Mbulu sana tunasumbuliwa sana na ukatili wa kiuchumi. Ukatili wa kiuchumi uko vipi? Ofisi ya ustawi wa jamii kuna watu pale ambao tunawahudumia, familia ambao walishindwa kulea huku mtoto katika familia zao, lakini akafika ofisi ya ustawi wa jamii kwa lengo la kuweza kusaidia kwamba mimi naomba namna bora ya kuweza kumtunza mtoto wangu kwa sababu baba mimi anisikilizi. Tumekuwa tukipokea kesi nyingi za namna hiyo na tumekuwa tukitoa elimu, kwa sababu sio kwamba tunapendekeza hilo swala na sio kwamba tunasema kwamba ni swala bora ofisi ya ustawi wa jamii ndio isaidie watu kuweza kulea hao watoto. Hapana, ila pale itakaposhindikana zaidi, ndio maana utasikia mtu anatoka anapeleka fedha ustawi wa jamii, lakini hiyo ni last option kabisa. Sisi tunachopenda ofisi yetu ni kuwaunganisha watu kuwa pamoja. Wewe baba ukiletwa pale na ukaanza kutoa matunzo, utajihisi kama uko kwenye kifungo fulani, kwamba kila mwisho wa mwezi lazima nipeleke pale. Huwa tunafanya hivyo mpaka ikifika hatua ya mwisho kabisa kwamba hapa imeshindikana, ndio huwa tunatumia hiyo njia, basi utaleta hizi fedha, kwa sababu lengo letu sisi ni kuweza kuwaunganisha pamoja. Lakini kama nyie mnaweza mkazungumza na mkamaliza, basi hiyo ndo furaha yetu. Na ndo maana ofisi hii kwa kujali mila na desturi, katika kila sehemu tunapoenda kunakuwa kuna mila zake, kunakuwa na desturi zake. Hata hapa halmashauri yetu au wilaya yetu kiujumla na mkoa wetu kuna mila na desturi ambazo binafsi hata sisi tunazifuata. Mfano, likitokea swala la migogoro lolote ambalo mmesema kwamba hapa hasa matatizo ya migogoro aidha familia, masuala ya ardhi, kwanza linapofika sisi kwetu huwa tunaangalia huku chini, nyie mliweza kulitatua vipi ili swala la migogoro. Na ndio maana hapa tunaingia swala la mila, kwa sababu mara nyingi huwa tunawarudisha, tafadhali nendeni mkakae na wazee, zungumzeni na wazee, mkimalizana huku, kama ikishindikana ndo uje. Kwa hiyo unaona jinsi gani hiyo mila na desturi sisi tunavyoifuata, kwa sababu tunaheshimu. Lakini kuna vitu ambavyo hapa lazima tuelewane, huwa tunapinga. Sio kila sehemu tutawarudisha watu waweze kumalizana kinyumbani. Jamani, kuna swala la ubakaji hapa limezungumzwa, kuna masuala ya ukatili kadha wa kadha yamezungumzwa, na kupitia ripoti ya Shirika la Afya Duniani lilisema kwamba watu wakubwa wanaofanya vitendo vya ukatili wa kijinsia ni ndugu. Hawa watu waliotuzunguka unakuta ni mjomba, shangazi, unakuta kaka au binamu ndo anafanya hiyo vitendo. Sasa leo hii mpwa wako kabakwa na nani? Na mjomba. Lakini kwa kuwa mnaogopa mjomba ataenda jela, atashikwa, mnataka mmalizane kinyumbani yaishe. Sasa katika masuala kama haya mkitaka kumalizana kinyumbani, inamaanisha mnafuga swala la ukatili wa kijinsia. Kwa watu watakuwa wanaendelea kubaka, watu watakuwa wanaendelea kufanya vitendo vya kila aina kwa kudhani kwamba hili swala tutamalizana wapi? Tutamalizana kinyumbani. Kwa hiyo sio kila swala tunaweza kumalizana kinyumbani. Hili swala linatakiwa lifike katika mikono ya nini? Mikono ya sheria.
Tumeelewana jamani? Sasa nyewe unakuta mtu kamlea mtu pale kwamba sasa wewe kweli unaenda kumfunga mjomba wako, kweli unaenda kumfunga kaka yako. Jamani, labda niwaambie kitu kimoja, na nafikiri mheshimiwa diwani atakuja kukazia kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria. Leo hii mnaniona hapa mimi nimesimama, lakini nitakapoenda kinyume na sheria, sheria ile ile inanihukumu mimi, inanivua uafisa pembeni, inanishughulikia ipasavyo. Kwa hiyo hata mimi lazima niitii sheria, na ndio maana nimekuja hapa ili niweze kuwaelimisha zaidi juu ya haya maswala. Kwa hiyo katika mila na desturi, hilo swala kumalizana kinyumbani katika maswala kama ya ubakaji nini, hilo mimi nalipinga, halifai. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alilia tulipokuwa na kikao wiki mbili zilizopita kwa kuumia kwamba jamani, mbona kama ukeketaji umezidi? Je, elimu haitolewi? Lakini kwa sisi wataalam na wasomi inasema hivi, ukiona watu wana tamaduni fulani ya kufanya masuala ya ukeketaji, usiende kuwalaumu wala usiende kuwabeza. Hebu isome jamii yao, angalia taratibu zao, mila na desturi zao zinasemaje. Nenda ukawaoji, kakae nao, pengine wao wana faida zao, kwa nini wanafanya hicho kitu. Na ndo kama wataalam tunafanya hivyo, lakini hatuwezi kuja moja kwa moja mbele kusema tu acha moja kwa moja. Na watu tumezunguka sana kata nyingi, lakini tumefanya research ili tuweze kuelewa. Tumekaa na wazee, jamani, mila na tamaduni zenu zinaruhusu hili jambo. Je, hamjaona kwamba kuna changamoto juu ya masuala ya ukeketaji? Hamjaona kama kuna changamoto hiyo? Kwa hiyo unakuta kwamba katika majibu kadha wa kadha ambao watu ambao tulizunguka na kuwauliza, wengine walikiri, wengine walijitolea wazi kwamba bana, mimi nilishawishiwa. Mwingine anasema bana, mimi nilivyozaliwa mpaka nakuwa nilijikuta niko hivi. Kwa hiyo sio kosa lake kwamba kwa nini alifanya kitendo cha ukeketaji. Lakini nishukuru kwa hizi elimu ambazo tunazitoa. Tulipata ngariba wawili ambao wenyewe walijitoa kwa dhati kwamba bana, sisi tumejitoa kwa lengo la kuja kuwasaidia nyie. Tunawasaidia kwa sababu sisi ndo tulikuwa tunahusika na hivyo. Na kwa nini walijitoa? Kwa sababu kuna mtoto mmoja aliponea chupuchupu kwa sababu katika kufanya swala la ukeketaji nafikiri walimkeketa vibaya, kwa hiyo damu ziliendelea kutoka tu. Sasa wakatumia kila aina ya njia, wakaona sasa hapa imeshindikana zaidi. Solution ni wapi? Ni hospitali. Kufika hospitali kwao walisema ukweli kwao, na lengo sisi serikali sio kumkamata. Tulimchukua tukamwelimisha na tukamwambia tunaomba wewe uwe balozi mwema, utusaidie. Lakini wengine wanaogopa kujitokeza kwamba serikali inaweza ikanikamata ikanifunga. Tukimchukua ule ngariba tukamkamata, tutakuwa hatujafanya kitu. Kwa kupitia wale wawili walitusaidia kwamba huwa tunafanya 1 2 3 4 5. Jamani, katika masuala ya ukeketaji, mtu anakeketa, vifaa vile anavyovitumia ni vile vile, na pengine ndio maana unakuta kuna mtoto mdogo tu ameambukizwa virusi vya ukimwi. Sasa unajiuliza, mbona baba yake ni mzima hana virusi vya ukimwi, mama hana virusi vya ukimwi, huyu mtoto mdogo amevipata wapi? Kwa unakuta katika vile vitu nao wanavyovitumia ni vile vile. Mimi nasikitika sana juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia ya masuala ya ukeketaji, binafsi inaniumiza sana. Na katika kitu kikubwa ambacho mkuu wa mkoa amepiga nacho kelele ni hiki. Jamani, ina madhara makubwa, yani ina madhara makubwa sana, yani sana. Yani tuache, hata nyinyi wenyewe mnafahamu, tuache vitendo vya ukatili wa kijinsia. Moja ya madhara kubwa ni kifo, unaweza kumpoteza wale. Lakini kwa tafiti zilizofanyika, nyinyi wenyewe wazee mtakubaliana na mimi hapa, kipindi ambacho tunauliza wanapouliza maswali, yani mna kill, kwa Kiingereza naomba sema sexual pleasure, yani ile, yani
hali ya kufanya mapenzi, tunasema sijui nitumie mizuka, hisia, yani mnaimaliza kabisa. Kama kwa mwanamke ambaye unakuta amekeketwa, sio kitu kizuri jamani, sio kitu kizuri. Labda sijui tunaliwekaje hili. Natamani mvae hivi viatu. Ni jinsi gani mimi ninavyoumia, kwa sababu huwa nakutana na baadhi ya watu ambao wamekubali. Amekubali nini? Amekubali kuniambia kwamba mimi inaniumiza.